Tengenezee sauti vizuri. Mwanzo 49. Mwanzo 49 mstari wake wa 19. Marko sura 5 mstari wake wa kwanza mpaka wa 5. Mathayo 21 1 mpaka 4. Karibu sana Pastor Shapo. Unapata wapi? Mwanzo 49. 19. Unasema ni 19. Yes. Andiko nasema Gadi jeshi likamsonga. Twende pole pole, unaposoma masomo pole pole. Gadi jeshi likamsonga. Gadi jeshi likamsonga. Nafikiri unajua Kiswahili vizuri. Jeshi ina maana nini? Kwa sababu kuna watu wana shida ya kuelewa jeshi ni nini. Jeshi ni nini? Tunaelewa shida kwamba kwetu tunajua jeshi ni askari. Hapana. Kwa Kiswahili kizuri sana maana ya jeshi ni umati. Soma hapa nini uko jeshi? Kiswahili kizuri. Usifikiri kwamba jeshi maana yake askari, hapana. Wanasema askari jeshi, maana kikundi cha askari. Wanaposema jeshi maana wanasema kikundi. Wanaposema kwa Kifaransa l'Éternel des armées, hapana bwana wa maskari, bwana wa majeshi, bwana wa vikundi. Tuendelee. Gadi jeshi likamsonga, ndio, lakini atawasonga wao mpaka Pisidia. Gadi jeshi kubwa litamsonga, watu wengi watasongana naye, lakini yeye atafanya nini? Atawasonga wao mpaka Pisidia. Sasa kama kitabu cha Marko sura 5. Nasema nini? Mstari wa kwanza ndio tunasema hivi, nasoma kwa jina la Yesu. Wakafika ng'ambo ya bahari hata nchi ya Wagerasi. Na wakati alipotoka chombo, mara moja mtu aliyetoka pahali pa makaburi mwenye pepo mchafu akakutana naye. Alikuwa na makao yake katikati ya makaburi. Hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata na minyororo, kwa sababu alifungwa mara nyingi na pingu ya minyororo, naye alikata minyororo na alivunja pingu. Hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Siku zote usiku na mchana katika makaburi na vilima alikuwa akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na wakati alipoona Yesu pale, alipiga mbio akamwabudu. Yes. Akapiga kelele kwa sauti kubwa akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Ninakuapisha kwa Mungu usinitese. Kwani alimwambia, toka kwa mtu huyu wewe pepo mchafu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, Legioni, maana yake jeshi. Unasikia vizuri? Maana yake jeshi, kwa sababu sisi ni wengi. Akamuomba sana asimwondoshe nje. Kiswahili kizuri sana hiki. Legioni kwa sababu sisi ni jeshi, tuko wengi. Ile pale wakati mzuri. Mstari wa 9, akamuuliza, jina lako nani? Akamuuliza, unaitwa nani? Akamjibu, Legioni, Legioni, maana yake jeshi. Maana yake jeshi, kwa sababu sisi ni wengi. Hivi tuko hapa, tuko jeshi. Tunaelewana vizuri? Okay, andiko la mwisho Mathayo sura 21. Nitakamata mstari wake wa kwanza mpaka 3. Biblia inasema, hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu akawatuma wanafunzi wawili akawaambia, nendeni mpaka kijiji kinachowakabili, mara mtaona punda amefungwa na mwana-punda, wafungue mniletee. Na kama akiwauliza neno mtu, semeni Bwana anamhitaji. Ile utasubirie kwa Biblia yako kama ni yako, unasema hivi, haya yote yamekuwa hivi ili litimie neno lililo neno na nabii. Nena mstari wa 4 kwa Kiingereza nasema nini? All this was done Yes. to fulfill what was spoken by the prophet, saying,
Amen. May God bless you. Have a seat. We can give a clap for our Lord. Ibada hii ya leo itakuwa ya baraka. Amen. Kwa sababu ilikuwa na uzito sana. Ibada ya leo ilikuwa na uzito sana. Na unapokuta kitu kina uzito sana, ujue kina baraka. Wakati Peter alikuwa na loa samaki usiku mzima, anatupa nyavu anatosha, anakosa, anatupa anatosha, anakosa. Wakati alikuwa anakosa samaki, swali yangu ni nyavu ilikuwa mwepesi, ilikuwa na uzito? Si ilikuwa mwepesi sana. Sababu hakuna kitu. Unapoona vitu viko na urahisi sana, unajua hakuna kitu. Lakini asubuhi wakati Yesu alikuja, alipotupa nyavu, samaki zikawa wengi sana. Alipokokota ilikuwa na madhara. Kwa na uzito. Kwa hiyo kila unapoona kuna uzito kwa jambo fulani, ujue kuna baraka. Ndani ya kipekee. Nasema asante kwa Mungu. Asante kwa Askofu Ngubi. Asante kwa kanisa la Jehova Nisi hapa. Asante pia kwa mama. Asante pia kwako. Asante kwa watumishi wa Mungu ambao tumeanza nao mpaka saa hizi. Na nataka nimshukuru Pastor Isaia, Prophet Simame na mke wake. Ni unabii ya kusema tutafungua makanisa mengi. Amen. Unajua Abrahamu atakuwa mtume, atashughulika na makanisa zote za nchi na Jehova Nisi. Amen. Na ndio maana amezaa jeshi kubwa. Amen. Apostol barikiwe sana. Asante. Tunaweza kama tumesema ni apostol, uwe na moyo wa furaha. Haiwezi itika Yuda kwa apotre mesa moja siku ya apotre. Wakati Yuda alikuwa na roho mbaya. Huyu ni apotre wa baraka sana. Yes. Jana nimefundisha. Leo nitafundisha kidogo na kuhubiri, alafu tunaomba. Nataka nizungumze kuhusu nguvu. Nguvu iliyo katika unabii. Msalimu ndio kukwambia kuna nguvu katika unabii. Kuna nguvu katika unabii. Utakuwa naamini kile kitu. Unabii ni nini? Unabii na tafsiri nne. Unabii ni mawazo ya Mungu kwa mwanadamu. Mawazo ya Mungu kwa mwanadamu. Tafsiri ya kwanza ya unabii, weka vizuri kwa kichwa. Kile kitu Mungu anakuwazia, hii inaitwa unabii. Dunia inaweza kukuwazia vitu, lakini Mungu anawaza kingine. Sasa hii watu wanawaza ni mawazo mafu, lakini mawazo ya Mungu haishindi. Mawazo ya Mungu ina nguvu ya kipekee. Ile ni unabii. Tafsiri ya pili ya unabii ni kila neno la Biblia. Ni kila hii somo inahitaji. Saidia hiyo. Amen. Unabii ni kila andiko linalovuviwa. Yaani hapa nafyokuwa na ubiri, ukisikiliza hili neno ni lako, haiko tena maandiko, inageuka nini? Unabii. La kwanza nasema unabii ni mawazo ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Ya pili, unabii ni kila andiko la Biblia linalovuviwa au ufunuo kwako.
Kati ya nilisikia ubishi fulani ilifanyika kwa mitandao, sauti iko chini, nipe sauti vizuri. Kati ya Ufunuo na Maandiko, cha wapi cha juu zaidi? Kulikuwa ubishi sana nilisikia, na kuna mtu anataka kuniuliza mikakati kati ya Andiko na Ufunuo. Cha juu ni Ufunuo, cha juu ni Ufunuo. Andiko inaua kama hauna Ufunuo. Yes. Amen. Andiko inasema hivi, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Sawa. Ile andiko inasema hivi, ole wake anayekimbilia Misri. Andiko mbili, ole wake anayekimbilia Misri. Bwana ni mchungaji wangu. Yesu alipozaliwa alikimbilia wapi? Misri. Hapa ni andiko au ni Ufunuo? Ni Ufunuo, kwani malaika alikuja akamwambia kamata mtoto umpeleke wapi? Hapa kungelikuwa ubishi kama Yusufu angelikuwa mjinga, angeambia malaika. Andiko nasema hivi, ole wake anayekimbilia Misri. Mungu alimwambia Ufunuo uko zaidi ya maandiko. Bwana ni mchungaji wangu, angetumia ile andiko. Herode alimua mchungaji, hiyo siku angelikufa mchungaji. Lakini Ufunuo inamwambia toka uende Misri. Kwa hiyo ni vizuri kutembea na maandiko, lakini ni vizuri sana kuwa na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Na niwasaidie ni maprofeti. Msizani kwamba prophet anapaswa eleweka. C'est un peu difficile de comprendre un prophète. You can't understand the prophet. It's very hard. Yes. Prophet ni mtu ambaye hafanyi kenye wewe unazoea, anafanya kile Mungu alimwambia afanye. Sasa ukiwa mtu wa maandiko, zile ubishi zitaisha katikati yenu. Kwa sababu Yesu kama ni Mungu mwenye alikamata matope na bagala kwa macho ya mtu. Anaandika vile wapi ukamate matope ndio mtu aone. Hakuna mwanaandika. Lakini kwa sababu ni nabii mkubwa, hajali na kisi mtajaji, anajua resultati itatokea ni aina gani. Andiko yote ambayo inafunuliwa hapa ni unabii wako. Amen. Ya tatu, unabii ni nini? Unabii ni furaha ya nabii. Unabii ni furaha ya nabii, wala hasira ya nabii. Ile uelewe kabisa. Kuna vitu mimi naweza kuwa nimefurahi, alafu ninakutabiria. Nani unataka na mimi? Ndio maana hii muona unajua kwenye Biblia kuna nafasi kunasema hivi. Asema Bwana wa majeshi. Lakini kuna nafasi kwenye walikuwa nasema mimi nasema mvua haitanyesha miaka 3.5 mpaka siku nasema. Ni Bwana wa majeshi alisema au ni Elia alisema? Elia. Okay, haiko unabii. Yaani kuna unabii naweza kupa useme Mungu alisema, sema ni baba ndio alisema. Amen. Tunaelewana vizuri? Watusha Mungu tuna hekima pale. Mungu anasema mnunulie viatu, no wewe unaweza sema mimi nahitaji viatu. Usiingize Mungu kwa kila kitu. Kwa maana furaha ya nabii wala gazabu asira ya nabii inaweza geuka unabii. Lazima ujue. Kwa sababu ameshakula kwa nyumba ya mwanamke wa Shunemu. Elisha anafurahi. Anasema mwakani siku kama leo utakumbatia. Ni Mungu alimwambia? Hapana, inaitwa furaha ya yes, amen. Ndio kia kumwambia furahisha nabii. Ndio maana ni shida sana kukaa karibu ya nabii. Unaweza pata laana kwa mizato. Yes. Na unaweza ukabarikiwa kwa mizato. Yes. Akifurahi, anakiri neno. Biblia, Mungu ni mkubwa sana. Biblia inasema hivi, Mungu anakaa nyuma ya maneno ya watumishi wake. Yes. Yaani kuna maneno ya Mungu na kuna maneno ya watumishi.
Mungu anakaa nyuma ya maneno ya watumishi wake ili aitimize. Yaani kuna kitu ambacho hata kama wewe Mungu ana mpango wa kukubariki, mimi nafungua kitu. Mimi nasema hii mwaka haitaisha. Tayari Mungu anashuka mwa hii maneno. Anakaa nyuma ya hii neno. Hata itimiza juu wewe uko na upako wala uko na utakaso. Ataitimiza juu aheshimishe neno ya mtumishi wake. Kwa maandiko yanasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. So nishakwambia hii mwaka utaona ishara. Kama uione nitakuwa ni kama siheshimiki. Kwa hiyo Mungu anakaa nyuma ya neno. Haleluya. Hata namna mnavyokaa ni kama mjazoea sana ufunuo. Lakini watu ambao wanaelewa wanajua hii niko naongea ni unabii. Na kutoka yangu hapa itabadilika maisha. Ndio nasema vizuri. Sasa usitanikosea nisihubiri. Hii itanikosea. Kutoka yangu hapa amini wala usiamini. Maisha yenu haitakuwa vile. Ni vile nina tabia. Kabla mimi nirudie hapa, maisha ya wakongomani walio hapa, maisha ya Wakenya walio hapa, kwa Tanzania, East Africa yote, wala ambao wameomba Mungu miaka na waone kitu, uitiki wala mkatae, kuna ishara itaonekana juu. Nani alivyoamini zaidi ya kwa Ambia jirani tufurahishe nabii. Nabii akifurahi ni nini? Kwa hiyo prophet Isaiah from today acha kuona sema esi ni Mungu ndiye ananiambia. Kama uko amesiri kufanya kenye Mungu alikwambia ufanye, naye atafanya kenye unamwambia afanye. Vile kwa mimi katika hii maisha ya unabii huwa nakuwa wazi. Kuna watu tumeshawapatia na delay kuona ishara. Namwambia wewe, nakwambia hata miezi 6 utaona hicho. Na waambia Mungu akuniambia. Lakini baada ya miezi 6 anakia shughuli. Amen. Anasema mtumishi wa Mungu anaenda pata kazi haipita wiki moja. Oh, nikaelewa kumbe furaha ya nabii ni nini? Ni unabii. Aina ya unabii ni maneno ya Baba. Wow. Chaque père spirituel, c'est un prophète. Amen. Your spiritual father is your true prophet. When he declares something upon your life, vile vitu vitatokea. Hata kwa mizaa tu, anaongea kitu kwa mizaa tu, itatokea. Amen. Kwa hiyo hauna haja ya kwenda kutafuta manabii na uko na baba wa kiroho. Yes. Unaanza kaa karibu yake, provoke maneno mkinywa yake. Yes. Akisema neno ishara itatokea. Yes. Kama sio maneno, usikae usiongozwe na mtu mwenye hana unabii. Yes. Kama usiongozwe na mtu mwenye hana unabii. Mwalimu ni mzuri, mimi mwenyewe ni mwalimu. Lakini mwalimu ni kinywa cha Mungu. Nabii ni macho ya Mungu. Yes. Macho yeye anaona hasara. Yeye iko mbele. Kwa hiyo anaweza kuambia, ulo usisoge. Unajua kwa nini sisi hatufanikiwi? Maandiko yanasema hivi, mumwamini Mungu na mtasitawi. Lakini aminini manabii mtafanikiwa. Wanasema aminini wachungaji. Wamunielewe vizuri hapa. Kwa sababu watu wanataka kuvunja sana heshima ya unabii. Haukosa kujua mafundisho. Yes. Hawaseme aminini wachungaji. Kwanza maandiko yenyewe yanasema usimwamini kiongozi. Inasema amini manabii wangu. Yes. Na mtafanikiwa. Yaani kustawi ni kumwamini Mungu sana. Kufanikiwa ni kuamini manabii. J'aime ça en français, c'est la confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. You need to succeed. You must believe, man of God. Naamini kwamba prophet ni baraka kwako. Shida yenu mbarikiwe kwa nini? Hamwamini manabii.
Unajua Waislamu wana fedha sana kuwashinda nini? Kwa sababu Waislamu wanaamini nabii. Yes. Wanamwamini nabii. Si unatoka hapo na kununua juisi, hata tangawizi unanunua, haujui kama walichanganya na mikoyo, unamwamini yule mtu. Unampea pesa zao kama mikoyo haujajua, lakini nabii anapokutabiria unafunga macho. Huyu anataka niiba. Na hii ndio inafanya ishara zingine hazitokee kwa sababu hamwamini nabii. Kila mara Mungu akitaka kuponya taifa, hakuje kama mwalimu peke yake. Anakuja kama nabii. Amen. Musa kama nabii. Yes. And this church is prophetic church. Yes. Yes. Neno yote ambayo tutakuwa naongelewa hapa uamini itakuwa na nguvu sana. Amen. Haleluya. Amen. Nguvu za unabii kama ya kwanza, neno ya unabii hawezi kuwa inspired. The prophetic word can't inspire. I can prophesy upon your life today, and after 10 years, you will testify. Oh, yeah. This is a pure revelation. Neno ya unabii hawezi kuinspire. Kupatia mfano. Hallelujah. Kuja pastor, fanya mfano mzuri sana. Bibi Isaya, sema Isaya. Isaya. Sema waliomzunguka. Listen very careful. This is very big. Isaya anatabiri anasema hivi. Kwa ajili yetu Mwokozi amezaliwa. Anasema kwa ajili yako. Anasema nini? Anaposema kwa ajili yetu inamaanisha nini? Maana naye ipo na swali yangu ni Isaya alimuona Yesu. Unajua wewe ukamwambia baki hapa. Kwenye akili yako pale naishio unajua Isaya hakumuona Yesu. Mimi nakwambia alimuona Yesu. Kweli ni kwamba Isaya anakufa bila kumuona Yesu. Watu wanasema, mbona anasema kwa ajili yetu amezaliwa? Nabii wa uongo sana. Wakasahau kwamba nabii anaweza kufa, lakini unabii haiwezi kufa. Unabii haiwezi kuinspire. Yes. Je, unajua mfano mzuri usiandike, nipe masikio. Yesu Isaya alipokufa, unafikiri alikuwa mbinguni? Isaya alipokufa alikuwa kusini. Pale kuna soma Biblia kusini. Isaya alipokufa alikuwa kusini. Wakina Daudi walipokufa walikuwa kusini. Wakina Suleiman walikuwa kusini. Paradiso kulikuwa watu wadogo. Musa, Elia, Enoch peke yao. Wote walikuwa wapi? Kusini. Yesu alipozaliwa akasema nikiokoa watu tu duniani nitafanya Isaya kuwa muongo. Kumbe nishuke mpaka kusini. Wow. Ili neno aliyosema kwa ajili yetu. Siku Yesu anafika kusini. Isaya aliwaambia nini? Unabii ataifanya miaka 5 lazima itatimilika. Nilipoambia tunatangaza neema ya utimilifu. Kila mtu unabii hapa. Mungu aishimize Jesus name. Let's have a very good idea. Sema unabii hawezi expire. Labda maisha yako ya leo yanaonyesha kwamba labda ni vya uongo. Wakati alikwambia kwamba unabii haiwezi kuinspire. Jambo la kufuata ni hili. Nikawakoroga lakini mniseme. Watanielewa. Nisiende kwa mtandao. Acha kuishika. Mungu aende sana hii Gabriel mwingine anajua saa hii. Mungu akipatia prophecy anaona anaproshe, anaona kila kitu. Sasa jua itimize. Na Biblia Sunamani anasema haujabarikiwa hizi siku kwa sababu unatembea mzambo. Mwambie anataka kutenda. Mwambie vizuri. Anataka kutenda. Okay, sieleweka kimaandiko. Amen. Hallelujah. Siwezi chunga utakaso shuko na unabii. No. Maana haiko utakaso. Maana ni ujanja. Yes. Utakaso haiko matokeo ya kutaka unabii itimilike. Lakini utakaso ni maisha ya
niwe na unabii, nisiwe na unabii, nitaishi utakaso kwa Mungu. So Mungu anamwambia Abraham namna hii. Anasema Abraham, usiogope Abraham, utazaa mwana. Abraham aliingia kwenye zaka. Kwenye zaka za nani? Ismail. Swali yangu hii, kumzaa Ismail ilizuia Mungu asitimize Isaac asizaliwe? Kama ingelikuwa kweli Abraham tumeshaomba kwenye zaka. Vile mnaomba kufanya nini? Ndio mahubiri makanisa yao zile. Mungu hata kutendea never anaambia mchungaji aujue mingi. Kwa nini imetokea Abraham achelewe kuzaa Isaac? Kwani Abraham amezaa Ismaeli akiwa kafiri. Na baada ya kumzaa Ismaeli ndio anatahiriwa Abraham. Baada ya kutahiriwa kwa Abraham mwaka mmoja Isaka akazaliwa. Maana yake kile kimechelewesha Isaka kuzaliwa haiko Mungu, lakini ni ukafiri wa Abraham. Kuna baraka zingine utazipata tu muujazi ni Ismaeli. Mmebaraka kama Isaka lazima utahiriwe moyo. Mungu hatatimiza kwa sababu wewe unaishi utakaso. Hatatimiza kwa sababu yeye Mungu aheshimishe maneno yake. Kwa hiyo hatuishi utakaso ili Mungu atimize unabii. Hapana, tunaishi utakaso ili tupate uzima wa milele. Tukiwa watu watatu ambao utakaso ni maisha kila siku. Tunajua hii ndio mtu wa Kristo wa Maporo. Kama unamchumbia binti Maporo, kitawala sana nje. Mtie mndoa. Ndio vile mnaishi utakaso kwa faida fulani. Ukishapata ile faida, mwanaume akupenda barabarani, aliona miguu mizuri sana, akaona mwili mzuri sana, akasema mimi nakupenda, atakoa sana, kutia mnyumba, kuvaa na badilika, inapokuwa makamu sasa tena mpaka haumvutie chochote. La tatu ni hivi, unabii ina nguvu ya kubadilisha majira. Yes. C'est trop fort. En fait, la prophétie n'a pas besoin d'une saison. La prophétie peut changer même une saison. Non, pas. Elia anasema hivi. Nende kwa mlima wa Karmeli, tuite moto. Atakayejibu kwa moto ndiye Mungu wa moto. Haichoka. Okay, anasema hivi. Tupange tuite mvua. Mvua ilishuka. Question yangu ni, ilikuwa saison? Ilikuwa ni majira ya mvua? No. Lakini prophecy, unabii ikabadilisha. Hili ni amnielewe vizuri. Okay, malaika anasema hivi, mwakani mke wako Sara atakumbatia mwana. Ilikuwa ni saison ya Sara kukumbatia mwana? Sasa kwa nini mnakosa? Sasa kwa kwa anakumbatia mwana. Sasa neno la Mungu, unabii, angalia hata kama ingekuwa mdisa ndio taenda kulala. Mimi za change. Nielewe. Nije kuyofunuo mnielewe. Nije kuyofunuo. Ndio mwalimu ataongea. Maria anamfuata Yesu anasema hawana nini? Hawana mfinyo. Umesoma pale? Hawana ndio chapter 2. Yesu anasema hivi, mwanamke nina nini nao? Unasoma wewe. Wakati wangu. Sawa. Maria anaenda. Anawaambia hivi, lolote atakalowaambia. Sio swali yangu mimi. Yesu aliwaambia vile. Maria angewaambia nini? Anasema wakati yake haienea. Maria anasema hivi, lolote atakalowaambia
Kwa tafsiri nyingine, yeye anasema wakati yake aende. Mimi sijali hivi. Mimi nawaambia, mimi najua. Mimi nitawaambia msani. Unasema haki. Kama mimi Maria wakati yangu ya kuconcevoir ilikuwa hayaende. Nilikuwa sijaolewa. Nilikuwa siko ndoa. Yeye na baba yake akaniresha mimi. Na nikaitika misala. Naye atafanya kama wakati yake ya kufanya. Naweka mkono juu. Atakayekuwa miaka 10 tena muujiza yako. Leo ndio wakati ya muujiza yako. Sema leo. The prophecy can change a season. I prophesy upon your life. Today is your day. Leo ndio wakati yako. Let me prophesy upon your family. This is the last year for you to be in this town. After this year, you're going to testify. Next year, you will go far. Sema leo. Le devil va se demander, est-ce que ma saison? Est-ce que ma saison? Stop from today. No man, mtu yote asikwambie, ngoja muda ya Bwana. Mwambie muda ya Bwana njoo wapi? Mwambie muda ya Bwana njoo hii niko naishi leo. Akipenda kunibariki, atanibariki. Wakati Elisha anatabiri utakumbatia na utazaa. Sasa Bwana sezo iko hapo. Nisijue sezo iko hapo. Mimi natabiri tarehe ya leo. Kile Mungu alisema juu yako kitatimika katika jina la Yesu. Nani anipe na mimi zaidi ya kawaida? Sema Baba. Ukose kitu. Atasai. Inawezekana. What is my faith? You doing my young. It's not as a master. Unaona Abrahamu alizaa na Sara miaka 100. Mimi kwa Abrahamu. Wakati yeye kuishi na Abrahamu iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Ayubu alizaliwa sana. Mimi kwa Ayubu. Mimi nazaliwa mzalimu ya Ayubu na sina baraka ya Ayubu. Kila mtu na maisha yake. Trop. Unapaswa kumwambia Mungu ninachoka sasa. Fanya heshima ionekane. Ninachoka sasa. Profesi iko na nguvu. Enseignement nakwambia ngoje wakati wa Bwana. Profesi nakwambia hata leo. Ndio kuna wakati hatuna tena lazima ya kuja kutuambia Mungu anakujua. Najua ananijua. Na niona alama za kusema Mungu ananijua. Haiwezekani watu wasimuogopa Mungu waendelee mimi ambaye natembea naye nisaraulike. Lazima tofauti ionekane. Anayenipa amen na tabiri juu yake. Kabla hii mwaka iishe tofauti itaonekana. Kabla tuingie mwezi wa 8 kuna kitu Mungu atafanya juu yako. Labda hii majira ni wakati Mungu ameleta ili abadilishe maisha yako. Hautamtumikia Mungu mwenye haonekane kwa maisha yako. Hii Februari ile hawezi kuisahau. Sema leo. Praise the mighty Lord. Leo. Sema leo. Inaweza kutoshea mtu mbali mwenye uzaliwa wake na haujui baba yake, haujui mama yake, haujui kwao, na anageuka destiny helper. Haiko familia yako, haiko kabila yako, because of prophecy. Mungu anaconnect naye. La prophétie peut créer de la contre-prophétique. Le démarrer de la contre-prophétique. Tu te dis, Seigneur, avec cet homme, un homme inconnu, un homme de valeur, comment je dis ma soeur avec lui?
aujourd'hui c'est mon avis. À cause de la prophétie, tout est possible. We call it in English divine connection. A feeling from heaven. Unasema huyu haiko mtu wa kawaida bwana. Hakuchukui nimeshoka mtu ambaye hamchuane naye. Sasa nasikia moyo wangu na haujawahi fika fasi kwa mara ya kwanza. Lakini ni unapangalia kama umeshafika pale. Yes. Haijatokea. Haujawahi kuongea na mtu mara ya kwanza. Lakini kama mnazoeana sana ni mtu Mungu alicheka mdestiny hapa. Kulikuwa kamesha blokashi fanya kawaida naye. Usikutana naye. Hii semeni na pia mtakutana. Sema hii semeni na pia mtakutana. La semaine prochaine sera pour toi une semaine de raconte prophétique. The next week will be to you a prophetic divine connection. Utakutana na mtu mwenye haungi talaka naye. Oh my God. Nakutangazia hivi. Ukiwa na ndoto, Mungu akupatie Farao mwenye iko na throne. Ukiwa na upako, Mungu akupe mtu mwenye iko na pesa. Ukiwa na urembo, Mungu akupatie mfalme. Ukiwa na maono, Mungu akupatie mwenye iko na utimilifu ya maono. Mungu akupe mwenye ataleta faraja kwa maisha yako. Na hivi mimi naitabiri unabii itaileta juu ya maisha yako. Bless my Lord. Ukiwa ndio tumwambie juu ya unabii. This is a powerful prophecy. In our generation, there are people who shock with the prophecy. Kwenye mitandao wanashusha nguvu ya unabii. Lakini unabii ndio Mungu mzima. Nabii anashinda wafalme. Anashinda mapresident. Kwa sababu kima yake mko nguvu ya kubadilisha majira. Pale Juma kutashuka volkano, nikasema kwenye redio, nasema volkano haitashuka. Itabaki. Wanafanya mzaa. Kama uwezo wa kufanya sasa azai, tunasema azai na anazaa. Uwezo pia wa kufunga tunao. Yes. Amen. Majira yako yanapenda kubadilika. Amen. Nilikuta binti walikuwa na miaka 27 bila kuolewa, walikuwa na kuoga sana. Na alikuwa ameshapewa mali kwao lakini haolewaki. Nikamwambia hii mwaka ni mwisho kwao. Amen. Hii mwaka wanaolewa. Amen. Kuna watu wanagonga mpaka hata unapomwombea wewe mwenyewe huna imani sana. Utu. Yaani ndio maana maandiko yanasema muombe mkifunga macho. Kwa kuna watu kifungua macho. Usimwambie haitawezekana. Na baada ya mwezi mmoja jamaa mmoja South Africa alikuwa Mkongo akasema anahitaji mchumba. Nikamswali mchumba wa aina gani, akaniambia wa kugonda sana. Nikamwambia mimi niko na kiongozi. Wale ambao wanagonda sana ni naye kabisa kiongozi. Nikamtumia picha akaniambia hii ndio choice yangu. Na akaniambia vizuri sitakuja kwangu natuma mali. Wewe unafikiri atakayekuona kusumbua maswali? Wale wanaswali sana. Wewe mimi nataka niambie kina wale wachao. Anatuma mali. Mali inakuja. Tunamfunga binti anaenda. So mimi mwenyewe atamuona vipi airport. Nilikuwa naambia Mungu akupe. Mungu ni mwema. Usizarau Mungu. Mungu yupo. Alipofika airport, picha akanipigia simu, nimeshaona kwa kuchukua bango hapo na andiko jina lako. Nimemuona jana mzuri very handsome, lakini yeye hajaniona. Hajamuona. Mimi mwenyewe nikamuona. Nasema basi Mungu atupe nguvu. Kabla msogelee. Alipomsogelea, Mungu ni mwema. Amen. Chama kamlikia kamkisi. Ora, nikampigia simu kasema baba ameshanikisi ngambia kisi tena. Kisi.
this woman, she is my choice. Choice. Unabii za kutengeneza unakuwa choice. Sasa Mungu akufanye choice ya mtu fulani. Vijana hao nilitaka kuuliza kama ungali bikira siweze mkuvaa. Wewe kama hautaoa nafuata ni hivi na itakuwa hapo. Itakubaliki sana. Muitike wala mkatae niseme tu. Sema. Unabii inaweza kumtoa mtu kwa kiti na kuikalisha kwa ile kiti. Je pense que je l'ai dit hier, souvent tu es dans des places occupées. Oui. Cana était occupé par les Cananéens. La royauté était occupée par Saul. Les mariages de Vasti étaient occupés par Vasti. Souvent et parfois tu es dans des places occupées. Il y a une personne assise peut-être à ta place quelque part. Oui, aujourd'hui. Kulegea because kule wanamrusha, ni wewe ndio ulimrusha. Anamtosha kwa ile post, kwa ile ONG, kwa ile society. Wewe ndio ulimrusha amtosha. Akimitia kwa takataka. Uongo mhurumia kama ikocho wanatosha yani takataka. Sisi watoke tu. Na leo kulikuwa mwana anapata na place occupée parce que ma place occupée est belle. Binti mrembo sana kaka ukitaka kumfuata kanisani usimuulize kwa mchumba. Tia kichwa. Wewe wala siku wewe utaliwa. Ona fikiri atakuwa vile kuzuri na hata mtu. Wale watu wanamsumbua. Ima anaweka kiasi. Mimi nakupenda. Akimtaka mwambie niko na bima. Lakini niseme wa mtu wa imani. Parcele iko ukipe hata nyumba iko wako. Mungu akupe nayo. Nasema parcele iko ukipe hata kuko mwenye iko kwa ile fasi. Wewe hautasumbuka na mshenga sana. Mungu akupe ile fasi. Pourquoi Mungu asipatie Israeli desert? Desert kwa kazi mingi sana. Mekana walisha. Mungu akupe kuwalisha. Usaliwe mumaskini. Ukomale mumaskini. Uishi mumaskini. Leo uolewe na maskini sana. Mungu atanjua. Kutana mtu mwenye alishajitengeneza. Hana pesa mfuko umekishwa. Inakasha. Na iko kukisha manakwambia sheria utafanya mariage mbele parcelle ni Dubai. Ile nyumba ni Dubai. Mungu akupe mtu mwenye. Mungu atuletee washirika wa kanisa wenye. Pamoja na kwa mapepo mnafanya nayo mapepo. Yesu akamwambia Petro utakutana samaki yenye mtukutu. No, mwele samaki huko. Shekeri hapana mbili, hapana tatu, hapana nne. Samaki Mungu atuletea hata moja hapa kufanya wewe ile samaki moja ili wewe baraka kwa kanisa. Profesi inaweza tosha mtu kuplasi na kuikalisha bara. Ukilipa amen mimi naitabiri. Amen. Kila mara ukipe plasi yako aiache tarehe leo. Ikuwe mkazi, ikuwe mhuduma, ikuwe shamba, ikuwe nini. Kila mwenye anakamata tuone yako. Ila mtosha wa ile tuone ile maisi leo fiba. Atoke ile fasi. Kama ni wewe utatoka. Unasumbuka na wanako kisha kahawa ambao kana jinsi hiyo. Wanako mruke kiwa shamba. Atatoka.
kanisa kwa viwango vingine. Unapanua maono ya mashamba. Oh my God. Apostle, let me tell you something. You speak English. You try to speak it. Mungu hawezi kuonesha kitu yenye hata kupa. Nasema Mungu hawezi kuonesha kitu yenye ukimeditate kitu mroho yako ukaamini kama inawezekana. Yes. Hautakufuata bila vilio. Ile ndio imani yangu. Ile ndio imani yangu. Mimi kila kitu Mungu ashanionyesha nikakipenda. Hata iwe gari ya dola 100 elfu ngapi naipata. Kwa sababu Mungu anakupa haja ya nini? Alimuonesha Abrahamu watoto, akupatia watoto. Alimuonesha Yusufu kuinuliwa, akuinuliwa. Alimuonesha Musa Kanaani, akuingia. Sema aliingia. Hiyo unajua agano la kale ni kufa pekee. Agano jipya wakati Yesu mlima naomba. Musa aliingia kushuka. Wale washuka mlima siko kana. Wale wakubali. Kitu Mungu alikuonesha hata miaka ibidi basi. Kama kuna mtu shaka labda hapa ndoto unakaa na rais. Nyota ya kutawala. Uko ndoto. Kama shaka ndoto uko na umbili wakubwa. Nyota ya mkutano uko nayo. Kama ushalota pesa, nyota ya utajiri uko nayo. Kama ushalota uko tayari Ulaya, hautakufiana na Afrika. Natabilia mtu imani, ndoto zote ulishazilota. Pokea utimilifu wake. Sema the power of prophecy. You know, this message is very big. Sababu baada ya hili kutoka hapa, vitu lazima vibadilike. Amen. Lazima ikakitumia tuweze kufanya. No. Niko hapa kwa mission ambayo lazima Jehova itimize. Hii mwaka haitakuishia vile huko. Before to end this year, you will to testify. Unasema Mungu ameniona tabia. Leta mema tangu zaidi ya sio. Kuna mtu wa shanje. Biko minaingia. Okay, basi mambo sio tena vya kurekuri. Mwambie singo hivi juu ya zambi, mwambie hivi. Mwambie sasa ameelewa zamani. Ngani basi kufunuka. Nianzie pale kusoma kwa kumalizia. Nianzie pale. Yakobo anamwambia Gadi, sema Gadi. Anamwambia hivi Gadi. Hata jeshi kubwa linakusonga. Halitakusukuma. Yes. Lakini wewe utalisukuma. Ile si unabii. Turudie hata lina halita lakini wewe tosha pale chini na weka yako. Wow. Sema Gabriel. Mimi Gabriel. Hata jeshi kubwa. Hata jeshi nilisonge. Halitanisukuma. Lakini mimi nitalisukuma. Mimi Gabriel. Hata maadui. Wawe 800. Wawe 2000. Wawe 5000. Hawatanisukuma. Lakini mimi nitawasukuma. This prophecy belongs to you. This prophecy belongs to you. Tu seras combattu mais jamais abattu. Maadui watakuzunguka lakini hawatakuweza. Watafanya mitego lakini hawatakuweza. Hata wawe wengi na nadhani nisikwambie kitu. Unabii
Unajua ile kati ni mtoto wa nani? Si mtoto wa Yakobo. Njoo alitoka kaenda jenga mji naitwa Gadara. Amstari Gadara kwa Biblia? Njoo alienda jenga vile naitwa Gadara. Katika wajukuu wake Agano Jipya ukawa mwenda wazimu mmoja wa uzao wa Gadi. Jeshi kubwa ya mapepo ikamsua, ikampeleka mpaka kumakaburi, ikampeleka mpaka kwa bahari. Kuliko ni msukume ni bahari, huko unabii nasema Gadi, hata jeshi kubwa wanakusonga songa, hawatakusukuma, lakini wewe njoo. Maana wakati mapepo ziliingia nguruwe, zilisukumiwa wapi? Ni familia ya Gadi, ni mtoto wa Gadi, na ndani yake yeye hakukuwa pepo moja. Mlikuwa nini? Yesu akamuuliza, unaitwa nani? Mimi ni Lecho. Sisi ni Yes, anasema the power of prophecy. Kwa biani vizuri, nguruwe moja ina kilo 100. Yes. Nguruwe moja kilo 100. Nguruwe 2000 kilo ngapi? Ni matoni mangapi? Huyu mwenda wazimu hakuwa na kilo 50. Alishakauka na pepo zinamtesa. Ahadi ya unabii ndani yake ina uzito kuliko nguruwe 2000. Zile pepo zilipotoka ndani yake zilisukumwa ndani ya bahari, lakini yeye akabakia. Kwani kuna unabii unasema hata jeshi kubwa. Weka mkono juu. Natabiria mtu wa imani jioni ya leo. Adui zako watakuwa wengi, lakini watakushinda. Wanaotaka kukusukuma wao watasukumwa. Mwenye anapanga kifo juu yangu na juu yako asimalize hii mwaka. Ashimu juu yako na juu yako asimalize hii mwaka. Ambia jirani. Asalimia jirani, mwambie neighbor. Never give up. You are very heavy. Una uzito. Hawatakusukuma. Maadui yako watasukumwa. Sema nguvu ya unabii. Iko naeleweka? Punda ni nyama safi au najisi? Amsome Biblia. God bless you. Punda ni nyama safi au najisi? Dans la Bible, il y a des animaux pires, il y a des animaux impies. Sasa punda ni nyama impie. Shida iko kwako, hata nguruwe na kwako. Nguruwe ni nyama chafu kibibilia. Punda ni nyama chafu. Kondoo iko safi. That is very deep. Kazi ya punda ni nini? Kubeba mzigo. Yesu anataka aingie Yerusalemu. Je, alimwambia mwende mtafute ng'ombe? Mtafute kondoo. Mwende mlete punda. Na anasema mwandishi, walileta punda ili litimie neno lililosemwa na manabii. Maanake punda iko uchafu, ndio tunaitika. Lakini neno ya unabii haihitaji usafi ya punda au uchafu ya punda. Ndio kwenye nilisema haiko dhambi yako wala utakaso ya. C'est un animal impie, mais il y a une prophétie sur cette
maishani mwako. Wow. Na Yesu anatengenezea tu punda, lakini anasema hivi, usilete tu punda, leta na mwana punda. Maana ukileta punda unaacha mwana, itakuwa ni kumtesa mwana. Leta mama, leta mtoto. Ufungulivu ya leo ni yako na ya jamaa yako, ni yako na watoto yako. Hautabarikiwa wewe peke, utabarikiwa wewe na jamaa yako. Sema mimi na watoto wangu. Hakuna mweko na imani. Unajua maana ya ile declaration? Unajua maana ya ile declaration? Mtoto wako hata repete mateso ulipitiana. Unajua maana ya ile declaration? Mungu akikupeleka viwango vingine vya juu. Inatabiri mtoto wako masomo, iko kunyumba, iko wapi, kote kwenye iko. Hii baraka ikukutane zaidi ya kawaida. Mtoto wako anabarikiwa. Amen prophet. Amuliza mtoto wa wapi? Mtoto wako umebarikiwa. Ila iko kule. Atasema watoto wengi. Atasema watoto wengi wamebarikiwa. Wengine watoto hawakuji wakati bado pesa haijafika. Kuna wakati Mungu anasubiri baraka zifunguke. Amina. Hakuna mtu alikwambia kufunga ni uongo sana. Amen. Watoto wako wanakuja utawazaa wengi. Amen. Ndio unasema amen, Mungu amelipa. Amen. Mungu wako selibatera hujaolewa, uko tasa hujazaa. Amini kwamba umezaa kwa njia sahihi. Amen. Amen zaidi ya kawaida. Amen. Leta punda na mwana. Sema kwa jina la Yesu. Vika mliyezikiko. Nimebarikiwa na watoto wangu wote. Punda amefunguliwa juu ya utakaso, juu ya maombi. Nilikwambia unatia ishara nini? Bwana akisema atakubariki wewe, atatenda yote kuongelea mabaya. Oh my God. Ile ilikuwa tabiri ni unabii iko juu ya maisha yako. Hata hii kama umoja tu ikuongelee mabaya, Mungu atatenda tu. Punda alistahili kubeba, punda ni nyama chafu. Mimi amesema utakuta punda. Na mwana punda. Akiwauliza mtu maana yake nini? Akiwauliza mtu maana yake vitu hivi. Akiwauliza mtu anayejua sheria. Sheria hairuhusu punda ifanye kazi ya utakatifu. Sasa jibu ni nini? Bwana. Haujawahi kuelewa hili? Punda ni nyama chafu, haiwezi kwenda mahali patakatifu. Anawaambia asema Bwana. Huyu binti astahili kuolewa, ametoa mimba 4, mimba 5. Bwana. Mchanganya hao wachingaji. Bwana. Huyu tunatoa ushuhuda yake, hana ushuhuda. Bwana. Nakutabiria kitu. Haijalishi maswali watu watauliza juu yako. Bwana anaacha. Sema Baba, sitasema nao. Wewe pekee uwajibie. Punda alibadilisha address ile siku. After this seminar, you're going to change your address. Believe or not, I prophesy upon your life. Amen. After this program, utabadilisha address. Amen. Bwana anaacha.